pasha. Shande ke pasata. Reba kapasete. Raka pasete shata. Arise heraka pashoto. Shande ke pashatata. Tunailinda Tanzania. Tunailinda Tanzania. Reka pasete shata. Yamo kosakaka. Ilinde Tanzania. Izungushie kwa moto wako. Izungushie kwa malaika watakatifu. Tunailinda Tanzania. Reka pasha papa. Tanzania na viongozi wako wote wa vyama vyote, viongozi wa bunge, viongozi wa mahakama, viongozi wa serikali na viongozi wengine wote Tanzania, tunawalinda kwa mamlaka ya jina Yesu. Tunailinda Tanzania. Tunailinda Tanzania. Reka pashetete. Heraka pasha papa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Raka pasha. Tunailinda Tanzania. Tunailinda Tanzania. Tunailinda Tanzania kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tunaweka damu ya Yesu ulinzi juu ya Tanzania. Reka pashetete. Asante Bwana. Shendeke pasapa. Pige Yesu makofi makubwa. Pige Yesu makofi makubwa. Naomba ukae sasa. Ripaka sititiriri. Ka. Mwambie mwenzako, laiti ungejua uliyekaa naye karibu ungenunulia lunch baada ya hapa. Mwambie, hunijui tu ndio maana unanichukulia poa, lakini aliyekaa pale ni mtu mwenye hatima kubwa. Miaka 3, 4, 5 ijayo. Kama wachungaji wa kondoo na Daudi wangejua Daudi atakuwa mfalme, wangechukua namba yake ya simu wakati ule. Pigie Bwana makofi, haleluya. Leo tutakuwa na mtu mmoja wa Mungu mkubwa sana, mtumishi wa Mungu ambaye atasema na sisi habari za uzima. Huyu ni rafiki yangu kutoka kule Nairobi, Kenya. Ni kiongozi mkuu wa huduma ambaye anampenda Mungu, anatumiwa na Mungu sana. Na leo amekuja atutie moyo, aseme na wewe neno la uzima. Kama unapenda punga mikono hewani, sema haleluya. Kanisa la Ufufuo na Uzima, mtumishi wa Mungu, hata kama ukihubiri mpaka jioni, yani wewe achia kila kitu hapa. Sisi tuko sawa sawa. Hawa walishahama kutoka waumini wa kawaida, wanaitwa majeshi ya Bwana. Majeshi, majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Saluti majeshi. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu, kwa maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndio jina lake. Amen. Ukae. Kwa mtumishi wa Mungu, karibu kwenye majeshi ya Bwana. Pastor wetu, Pastor Davis, naomba tusimame wote tumpigie Mungu makofi makubwa kabisa. Kubwa sana. Karibu sana Bishop Davis. Huyu ni pastor na ni askofu wetu kutoka kule Kenya. Asante sana. Asante sana. Bishop, vijana wenu wa Kenya wametutukana sana wiki hii. Waambie watusamehe tafadhali. Tumpigie makofi askofu wetu. Karibu sana. Amen. Wow. Hebu tusimame tu, usiketi, tusimame tu tafadhali naomba. Unajua hapa Tanzania kila kitu naomba. Kule kwetu hatujui kuomba. Tunaamurisha. So naomba tusimame. Amen. Wangapi wanapenda baba askofu kwa moyo wao wote? Ni kama hapa mbele peke yake ndio wanapenda. Kule nyuma, je, mnapenda baba askofu Gwajima? Amen. Thank you so much, my dear brother and a good friend, Bishop Gwajima. Si ukue tu Mkenya tafadhali. Unajua kwa hii dunia watu wajasiri ni wachache sana. Na Bishop, nataka kusema kwa heshima kubwa na taadhima, asante kwa kumtii Mungu na kukubaliana na mwito. Mtume Paul alisema si jia kataa
kukubaliana na maono ya mbinguni. I never disobeyed the heavenly vision. Na hiyo ilisaidia sana ya kwamba Mtume Paul alihubiri injili na akasema mbele ya Agripa, sijaikana maono ya mbinguni. Na kwa hivyo nashukuru ya kwamba haujaikana maono yale Bwana amekupatia. Amen. Kwa hivyo nashukuru sana, na pia kwa kunipatia nafasi kusimama hapa kuzungumza maneno ya mbinguni. Yale ya hapa wameshamaliza, na kwa sababu mimi sio hapa na sijui vile mambo inaenda hapa. Kwa Kenya ikiwaka hivyo tunasema no comment. No comment. Na kwa hivyo ninakuombea neema na kibali na ulinzi wa Bwana. Amen. Jambo la pili, nimeshukuru kufika hapa Dar es Salaam kuzungumza maneno ya mbinguni. Tanzania ni nchi ya kipekee, na mimi najua labda hamujui kwa sababu hamujatoka Tanzania. Ukishatoka Tanzania uende nchi zingine jirani ndio utajua muko very special. Samahani askofu kwa vijana wetu, tuko na nchi ya ajabu. Sio kama Tanzania, hiyo ni takiri ya kwamba we are not like you. Na tunashukuru Mungu kwa haya yote. Lakini Tanzania wako na moyo tofauti. Special heart, special spirit with special people. Kwa sababu muna ile moyo wa undugu, moyo wa ujamaa, moyo ya kupendana. Tangu nikuja hapa Tanzania sijasikia hii ni kabila hii na sijasikia hii ni kabila hii. Kwetu ukisema mimi naitwa Davis Ole Kisotu, wanajua huyu ametoka Rift Valley, Masai. Ukisema naitwa Kamau Joroge, wanasema huyo ni Mkikuyu, ametoka Central. Tumeshagawanywa kwa misingi ya kikabila. Lakini hapa sijasikia mkabila, nimesikia tu hapa wa Tanzania. Ningependa tuinue mikono tumpatie Mungu makofi kwa ajili ya Tanzania. Juu kabisa tumpatie vigelegele Yesu. Oh God, we thank you for this nation. And you know, tunatamani ya kwamba Tanzania vile inaendelea vizuri, sisi tujifunze na wao, tuone kama East Africa tutakuwa tunaongea lugha moja, ya kwamba sisi wote ni wa Afrika na wa East Africa. So nimefurahi sana. Nikiwa nimemaliza hivyo, ningependa ugeukie jirani yako mwambie umesalimiwa na yule Mkenya. Na umpatie smile, umpatie tabasamu, mwambie yule pastor Mkenya amekusalimia. Geukia huyo mwingine mwambie na vile unaniona leo, kama vile baba askofu amesema, usinidharau, usikae mbali na mimi, maana labda kesho mimi ndio daraja yako. Huyo akoski, tafutia mwingine mwambie jirani, vile unaniona leo, siku enye sio nyingi utaelewa ya kwamba ninaabudu Mungu wa Gwajima, Mungu wa ukweli, Mungu wa kuinua, Mungu wa kunyanyua watu kutoka chini na kupandisha juu. Kama unaamini sema hallelujah. Bas unaweza keti uweponi mwa Bwana. Praise God. So nitazungumza kwa kifupi, msitoke sana kwa vyombo kwa sababu sitahubiri muda mrefu. Nitahubiri dakika chache, na Mungu amenipatia neno la kiunabii na nitaenda kuiachilia sasa hivi. Hallelujah. Praise God. Niko so comfortable here, Bishop. It's like niko nyumbani. Nasikia vile na ubiringi nyumbani ni kama niko nyumbani hapa. Ni kama niko
Mahali nimetoka, kanisa letu linaitwa House of Miracles. Tunaamini kwa miujiza. Na ile kitu ilifanya nikujue miaka mingi zilizopita, kama vile nilivyokuelezea siku nyingine, nilikuwa natafuta, kuna mstari nilikuwa nimesoma inasema, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Na nikasoma hiyo Biblia nikasema, kwa nini sijafufua mtu? Nikaanza kusafiri kwenye internet kutafuta wahubiri wale wamefufua watu. Sasa nikapata huyu. Nilipompata, moyo wangu ukampenda. Nikaanza kumuombea bila kumjua. Nikaanza kumuombea bila kumuona. Na nikampenda sana. Na nikamfuatilia sana. Na mojawapo ya mambo niliyojifunza kwako ni hii mambo ya vita vya rohoni. Kuna watu wawili, kuna watu 4 huwezi ukawapiga duniani. Utatafuta jinsi ya kuwapiga, hautaweza. Watu wangapi? Salimia mtu, mwambie unataka kusikia. Kabla nisahau, kuna wahubiri wangu 3 young men wametoka na mimi Kenya. Sijui wako hapi. Thank you so much. Asante sana. Asante. So 3 people that you can't fight them. Huwezi ukawapiga, huwezi ukawaweza. Moja ni mtu anaitwa muombezi. Mtu anayeomba ni roho. Ni kama upepo. Utajaribu kumshika, ashikiki. Mtu anayeomba. Mtu wa pili, huwezi kumpiga. Geukia mtu mwambie unaombanga. Geukia mwingine mwambie unaombanga. Muombezi huwezi ukamweza. Mtu wa pili ni mtu tunayeita mtoaji. Mtu anayetoa huwezi ukamweza. Kuna vile Mungu hupigania watu wanaotoa. Giving is a spirit. Kutoa ni roho. Na wale wanaotoa, Mungu huwafuatilia mambo yao. Mungu huangalia sana mtoaji. Kwa sababu unapotoa, Biblia inasema kwamba mahali mali yako ipo, hapo ndio roho yako ipo. Na kama roho yako imeungamanishwa na madhabahu unayetoa, madhabahu yale yatakupigania. Sawa? Okay, geukia jirani mwambie unatoanga. Geukia mwambie matoleo yatakupigania na hautawezwa. Mtu wa tatu ambaye hautamweza ni tunaita kwa Kiingereza a loyal person. Loyalty is a spirit. Loyalty, Kiswahili sasa niko Tanzania jameni. Mtu anayeambatana. Mtu ambayo ni loyalty. Mtu anayeambatana. Ni mtu anayefuatilia. Mtu anayesikiza. Mtu ambaye anajua huyu ndiye mkubwa wangu na siondoki kando yake. Baadaye loyalty itampigania huyo mtu. So wale uliwaombea sasa hivi, nimeona watumishi wa Mungu uliombea hapa, kifunguo ya baraka ni kuambatana. Sijawahi jua loyalty inaitwaje kwa Kiswahili, nimejua leo. So hiyo nitatoa sadaka ya kujua hiyo mneno. So loyalty is a spirit, and it's a spirit from God. Enye ukiambatana na mtu ni kama vile unaambatana na Mungu, hautawezwa. Geukia mtu mwambie unaambatana ama unarukaruka. Geukia mwambie unaambatana ama unarukaruka. Unaruka huko na huko ama unaambatana. Tuko hapa ufufuo na uzima, tunaambatana na hiyo. The spirit of this church will fight for you, will fight for your family, will fight for your children, will fight for your generation, because loyalty is a force. Kuambatana ni nguvu ambayo huwezi kuzuia. Sawa? Number 4. Wow.
Na hiyo ndio nimependa kwa mhubiri wenu, na hiyo ndio ninaipenda sana, na nafikiri ndio manake Mungu amenileta hapa nije nichukue anointing ya hiyo. Ninaita roho ya ujasiri. Asante kwa hiyo imani mbili, kwa sababu wengi ni waoga. Si nihubiri mpaka hapa chini Okay. Wale watu Mungu alisema hawataingia mbinguni ni waoga. Washerati, wachawi, waganga wako barabara moja na waoga. So the spirit of courage, the spirit of boldness, roho ya ujasiri ni roho kutoka kwa Mungu. Ndio Mungu anamwambia Joshua, usiogope, uwe na moyo mkuu na uwe mjasiri, kwa sababu ni wewe utafukisha hawa watu. Salimia mtu mwambie ni wewe. Salimia mwingine mwambie ni wewe. Wewe ndio utafikisha jamii yako. Wewe ndio utawafukisha. Wewe ndio utafikisha Tanzania kiwango nyingine. Wewe ndio utabariki jamii yako. Wewe ndio utabariki watu wako. Wewe ndio utabariki huduma yako. Wewe ndio utabariki hii kazi. Wewe ndio Mungu atainua na akufikishe pale. Haleluya. Watu wangapi hautawaweza? Wa kwanza sema kwa sauti, muombaji, muombezi. Wa pili mtoaji, sema mtoaji. Wa tatu anayeambatana. Ya nne mjasiri, sema mjasiri. Salimia mtu mwambie roho ya uoga itoke kwa maisha yako. Na katika masuala ya mambo ya dunia, na vile tunaona wanadamu kila kule kwetu, kila kabila iko na tunaitanga prophetic mandate yao. Tuna kabila kwetu tunajua ni waoga. Ukiongea tu wanatoroka. Lakini ni wazuri sana kwa kutengeneza pesa. Salimia mtu mwambie unajua hiyo. Kuna wengine ni wazuri sana kwa kutupa mawe. Wengine ni wazuri kwa kufanya debate. Lakini kuna wale wajasiri ambaye hawapigani, lakini ukiwaguza watamalizana na wewe. Na wakuchokozangi. Na nafikiri huyu bwana ametoka kwa hiyo jamii. Ni vile nitafuata polepole, nifuate nione chemi inaitwa nini? DNA yake. Inaitwa DNA, inaitwa nini kwa Kiswahili? Vinasaba, DNA. Salimia mtu mwambie vinasaba. Jamani, wale vijana wangu tumetoka Kenya, muandike hizi vitu, muandike pole. Make sure muandike hizi. These are very important things. Okay, so huyu ametoka huko. Na kwa sababu ndio wengi pia wako wengi Tanzania ni wa hiyo jamii. Wanaitwa Wamasai, wajasiri. Nafikiri ametoka hapo. Anyway, wacha nisiwaletee roho ya kwetu ya kikabila. Ninahubiri kwa dakika chache, neno Mungu amenipatia kwa dakika 15. Neno ninaoita ushindi. Ushindi, victory. Bishop, amazingly this morning Roho Mtakatifu amenipa neno hili, ushindi. Na nilikuwa naombea ibada yetu, na kila mwezi huwa tunakuanga na theme ya mwezi. Na wakati ambapo nilikuwa naombea ibada ya mwezi ama theme ya mwezi wetu, Mungu akanipatia ujumbe huo wa ushindi kwa miezi mitatu inaokuja. Ya kwamba mwezi wa 6, mwezi wa 7 na mwezi wa 8 itakuwa ni miezi mitatu fululizo, siku 90 ya ushindi fululizo. And this morning nikapigia one of my pastors, nikamwambia mwezi wetu, mwezi 3 ni miezi ya ushindi. Mungu ameniongelesha kwamba kuna msimu
kutakuwa na vita kali, lakini kutakuwa na ushindi kali. Na mimi nilikuwa naombea tu ibada yangu kanisani, nilikuwa naombea watu wa Kenya, nilikuwa naombea watu kanisa la Bwana Yesu. Sikuwa ninajua kwamba ninakuja kwenye madhabahu ambaye inachemsha nchi na kuiongoza. Sasa nikamwambia Mungu, imekuwaje umenipatia ujumbe huu katika madhabahu haya? Sasa sitaonekana nikana kwamba huyu Mkenya amekuja na yeye pia kusimama na huyu. No, mimi ni maandiko na nimesikia vile Bwana ananiambia ya kwamba kanisa la Bwana wetu Yesu, miezi mitatu kuna ushindi ulio mbele yako. Haleluya. Na tusome maandiko, kitabu ya Exodus. Exodus ni Kutoka. Okay, very good. Okay, tuende kwanza Deuteronomy, kumbukumbu la Torati. Thank you. Kabla Exodus tutarudi baadaye. Wacha tuanze na kumbukumbu ya Torati, mlango wa 20 mstari wa 4. Shanta saya. Nasikia kuhubiri. Mstari wa 4 nasoma kwa Kiingereza, sijui kwa Kiswahili tunaweza soma pia. One of the pastors tunaweza nisomea kwa Kiswahili, wale tuko pale na kama kuna microphone. Mstari wa 4, 20 verse 4, Deuteronomy, kumbukumbu la Torati. Uko pale? Beautiful. Soma ndugu yangu. Kumbukumbu la Torati mlango wa, nataka ni tuyasikie pia na Kiswahili. Kumbukumbu la Torati sura ya 20 na mstari wa 4. Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. The Kiingereza nasema, for the Lord your God will be with you. Sasa Kiswahili haiweki hivyo. For the Lord your God will be with you, fighting on your behalf against your enemies, in order to grant you victory. Narudia tena. Wacha sasa nitafsiri direct kutoka hii. Bwana Mungu wenu yuko nanyi, na yeye atawapigania dhidi ya maadui wenu, na yeye atawapatia ninyi ushindi. Nyosha mkono, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, 11, 12. Sema, Baba, napokea neema ya kushinda kila vita. Napokea roho ya kushinda kila vita. Sema, Baba, 2025 itaandikwa kwa vitabu vyangu ya kwamba ni mwaka wangu wa kubeba bendera ya ushindi. Maisha yangu, jamii yangu, nyumba yangu haitaanguka. Bendera itapepea, bendera itaenda juu kwa jina la Bwana Yesu. Jehova Nisi, huyo ndiye Mungu wangu. Peperusha bendera, sema, leo natangaza kwa hewa hii, kwa anga hii ya Tanzania, ya kwamba ushindi
hiyo ndio sehemu yangu. Sema haleluya. Natangaza chini ya neema na mafuta yaliyo hii madhabahu ya baba huyu na ile Mungu amenijalia kwa neema, kwa miaka 23 enye nimehubiri injili kwa nchi zaidi ya 34, nimesafiri kutangaza injili. Nasimama hapa nikisema maisha yako haitaenda chini, itainuka. Nasema itainuka. Nasema itainuka. Na kila vita utaingia, Mungu atakutoa kwa hiyo vita. Mungu atakupigania kwa hiyo vita. Nasema Mungu atapigania nyumba yako. Mungu atapigania watoto wako. Mungu atapigania taaluma yako. Mungu atapigania nyumba yako. Nyosha mikono, sema Baba, nitashinda vita vyote. Keti. Shanta kataya. Kwa nini Mungu akupe ushindi? Mungu anakupa ushindi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, maana umekubali mwanae wa pekee anaitwa Yesu Kristo. Kilichosaliwa na Mungu, maandiko yanasema ushinda ulimwengu. Kilichosaliwa na Mungu. Wewe ukasaliwa na Mungu kashindwa. Wewe ukasaliwa na Mungu kakuwa chini. Wewe ukasaliwa na Mungu kawezwe. Kwa sababu umesaliwa kupitia Kristo, wewe ni mshindi. Ketini ni ubiri. Ketini kidogo. Hallelujah. Bishop, can I preach? Amen. Kashaya basaya. Nimesema ninahubiri kama Kongo kanisani. Sikiza. Wote waliompokea, Yohana anasema aliwapatia uwezo wa kuwa wana. Na kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, umesaliwa na Mungu kupitia Kristo Yesu, uso yako imeandikwa victory. Uso yako imeandikwa victory. Uso yako imeandikwa victory. Nyosha mikono, sema Baba, 2025 sitashindwa na chochote. Nyosha mikono, sema Baba, 2025 sitashindwa na chochote. Hallelujah. Kwa sababu umesaliwa na Mungu, wachawi watakutafuta lakini hawatakupata. Waganga watakutafuta lakini hawatakupata. Haujasaliwa na mama yako, haujasaliwa na Masukuma, haujasaliwa na Wachaga, haujasaliwa na Wamasai. Umesaliwa na Mungu. Na kama umesaliwa na Mungu, kilichosaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Ushinda ulimwengu. Ushinda ulimwengu. Ushinda ulimwengu. Basaya, basaya, basaya. Barando, barando, barando. Razandio, razandio, razandio. Keti. Sababu yenye utashinda ni kwa sababu wewe umekubali Yesu, na kupitia Yesu wewe ni mtoto wa Mungu. Hakuna mama anataka mtoto wake ashindwe. Hakuna baba anataka mtoto wake akiwe chini. Kila baba anajifunia mtoto wake akiwa juu. Na kama wewe umesaliwa na Mungu, na Mungu yuko juu mbinguni, wewe ni mwakilishi wake hapa. Wewe ni mwakilishi wake hapa. Ndio manake lazima upate ushindi.
Naongea juu ya ushindi wa kiroho. Kabla ushinde magonjwa, unashinda kwanza kwa ulimwengu wa roho. Maana kupigana kwetu sisi, hatupigani juu ya damu na nyama, bali tunapigana juu ya wafalme, watawala katika ulimwengu wa roho. Hatupigani na mwili, tunapigana na roho. Tunapigana na wachawi, tunapigana na washirikina, tunapigana na uganga, tunapigana na majini. Punga mkono, sema kwa damu ya Yesu ushindi ni yangu. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. So, Bible inasema, Bishop, whosoever born of God overcometh the world. Whoever, whether lady or a man, she or he, female or male, whoever born of God, the Bible says overcome the world. And this is the victory that overcome the world, our faith. Imani tulionayo ndio inafanya tushinde. Sio sura tulionayo, sio kimo na urefu, sio unene na udogo. Ni imani tulionayo. Imani tulionayo. Razondia. Sikiza vile Bible inasema. Biblia inasema wakati Petro alishikwa, Petro aliposhikwa, you know what happened? Akakamatwa, akawekwa gerezani. Si mnakumbuka? Alipowekwa gerezani, Bible inasema Petro aliposhikwa, akakamatwa, akawekwa ndani. Ni nini ilifanyika? Kanisa hawakuingia barabarani, hawakuingia matawi, hawakusema haki yetu. Kanisa likarudi mahali pao. Kanisa likaingia magoti, wakaingia kwenye ukumbi, wakasema ramasoria makata razakata posia parosia porateye razakata posa vale rasanta bose. Listen, Keti, wakati kanisa ilikuwa inaomba, wakati church ilikuwa inaomba, kuna wale wanaitwa kwa kitabu inaitwa Waibrania, wanaitwa ministering spirit, wanaitwa angels. Tunapoomba kwa ndimi, kwa ile lugha haieleweki, na nataka muelewe hiyo ndio nguvu yetu. Hapo ndio nguvu yetu iko. Usiogope kunena kwa ndimi. Usiogope hata kwa barabara, hata ukiendesha gari, hata ukiwa sokoni, ukiuza ramazolekete pare razaka pose. Transaction yetu ni ya kiroho. Na hiyo ndio siri watu hawajui, ya kwamba mtu wa rohoni mnaeshakana yeye hapa, mumefaa shati inafanana, mumefaa tai inafanana, lakini akaanza karoshi prahantosa barazokete bareleleba, akianza ametoka hapo, amehama ako in another world. Sikiza, wakati church ilikuwa inaomba, what happened? Petro alikuwa anatulia, alikuwa amelala. Uzuri ya wale walisaliwa na Mungu, hata wakati unafikiria wako kwa shida hawalali, ndio usingizi na kukujanga. When
other people are the elect of the Lord. Usingizi nakuja kama ya mtoto mdogo. Unalala. Hata unaambiwa na mama, baba nani? Baba nani? Mbono umelala zaidi. Wanaambia, iko nini? You are not even in that world. Kwa sababu Biblia inasema anayependwa na Bwana anampatia usingizi. Bwana akikupenda usingizi anakupatia. Sasa sikiza. Wakati watu walikuwa wanaomba rimaganda ribrogeshelea, angels wakaambiwa, what are you doing here? Petro anakuliwa na baridi. Petro amefungwa. You angels go do your work. Suddenly, ghafla, Petro alikuwa analala, akasikia mtu anapiga ubafuni mwake. Kuja Petro. Petro, come Peter, come. Petro alikuwa amelala. Alikuwa amengorota. Alikuwa analala. Hajui ya kwamba amefungiwa. Kuna vigogo na wazito wanasema tumekaona, wacha hata toka hapo. Wakati kanisa inaomba, hewa inakorogwa, malaika wanatumwa. Mmoja akafika mahali Petro yuko. Biblia inasema kwamba akagonga ubafuni mwake. Akaamuka. Akaona taa imeakishwa. Anashindwa, mbona taa imeakishwa na hapa iko na stima? Kule kwetu idara ya stima tunaita Kenya Power. Sasa akasema, mbona hii power yenu inaitwaje? TANESCO. Mbona TANESCO hawajaweka hapa taa? Imekuwaje inawaka? Kwa sababu wameona brightness. Maana Mungu wetu si wa giza. Mwangaza unatangulia kwanza. Kabla Jehova kunyanyue, anaachilia mwangaza kwanza. Anaachilia mwangaza kwanza. Naona mwangaza kwa nyumba yako. Mwangaza kwa nyumba yako. Mwangaza kwa biashara yako. Mwangaza kwa kazi yako. Mwangaza kwa huduma yako. Mwangaza Tanzania. Mwangaza. I am about to preach. I am about to speak like Peter. Peter aliongea mpaka kaambiwa, umelewa. Akasema, no, ni saa 3 asubuhi. Sijalewa. Maana aliongea mambo yenye watu hawangefikiria ataongea. Mwangaza ukaingia. Mwangaza ulipoingia, Biblia inasema kwamba yule Petero aliposimama, malaika akamwambia, nifuate, ndakuonyesha barabara, nifuate. Nifuate, nitakuonyesha njia, nifuate. Anakuta mlango imefunguliwa. Minyororo imekatwa, imefunguka. Na pia nifuate. Anakuta wale walikuwa na mlinda wamelala. What is happening here? Mlango imefunguliwa, wale walikuwa na mlinda wamelala. Wacha nitoe unabii. Wanaokuchunga, wanaokutafuta watapokea usingizi mzito wa Bwana. Kama unaamini, simama, ruka, sema haleluya. Sema haleluya. Kwa ajili yako kuna watu watalala usingizi. Kuna watu
usingizi watalala. Ketini. Mwimbaji mmoja wa Kimasai akaimba kule kwetu, akasema, maadui wangu walionipangia njama walichimba shimo. Walipomaliza kuchimba shimo wakaenda kulala. Walipoamka asubuhi etuluari yankagenya. Hiyo ni kusema walipoamka asubuhi walichelewa kuamka. Ndio inaitwa etuluarie enkakenya. Etuluarie enkakenya. Aha, etuluarie enka. Mwambie jirani yako, maadui wako etuluarie enkakenya. Wamepanga kuamka saa 11, wakaamuka saa 4:30 ya mchana. Geukia mtu mwambie etuluarie. Mwambie etuluarie enkakenya. Mwambie etuluarie enkakenya. Waliokupangia mabaya wameamuka wamechelewa. Waliosema hautaolewa wameamuka wamechelewa. Waliosema hautapata watoto wameamuka wamechelewa. Waliosema hautaenda mataifa wameamuka wamechelewa. Waliosema hautasoma wameamuka wamechelewa. Waliosema hautahubiri injili wameamuka wamechelewa. Waliosema hautakomboa Tanzania wameamuka wamechelewa. Nyosha mikono, sema Baba, 2025 bendera yangu itapepea. Inua mikono, nena kwa ndimi dakika moja. Speak in tongues 1 minute. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Nena kwa ndimi. Razako rabika tadia. Zaga zaga. Zaga zaga. Zaga zaga. Mazoka badia. Barondia barondia. Zakoramika toria. Rekento zalia baga. Parozikita zada. Zekoposeketaya. In the name of Jesus. Come on, speak in tongues. Something's happening in the spirit. Something is happening in the spirit. Koramazekete. Zakapakata. Zekete. Zakakakaka. Parozekeba. 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 Parosalia. 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 Rapazela. Rapazela. Rekatadeba. Jato de pase. Jalojaka. Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit. Sit down. Ketini malizie. Thank you, Holy Spirit. Wewe ni mtoto wa Mungu. You are a child of God. And that's why God must give you victory. Because you belong to Jesus. You are born again. Umeoshwa na damu ya mwana kondoo. Uso wako imeandikwa victory. Yes. 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 Uso yako imeandikwa kitu. Kuna kitu imefichwa kwa uso yako. Wachawi hawawezi kuiona. Washirikina hawawezi kuiona.
Wanayabudu majini hawawezi kuiona, lakini wale wanainua jina la Yesu wanajua. Na ninaiona kwa macho ya roho ya kwamba ushindi kwa nyumba yako, ushindi kwa ndoto yako, ushindi kwa jamii yako, ushindi kwa maisha yako. Number 2, God will give you victory because you are filled with the Holy Spirit. Mungu atakupa ushindi kwa sababu umejawa roho. 1 Corinthians chapter 2. Nguvu za Mungu ziko kila mahali kwa nyumba hii. Saa hii ninapoongea kuna watu wanapona, kuna watu wanapona huko, kuna watu wanakombolewa kule, kuna milango inafunguka hapa, kuna mtu anapewa neno la kiunabii hapa. Katika nyumba hii malaika wako kila mahali, kila mahali. Things are happening. Bible inasema mstari wa 9 mlango wa 2 inasema hivi: macho haijaona, masikio haijasikia, wala hakuingia kwenye moyo wa mwanadamu zile vitu Mungu amewaandalia wanaompenda. Did you hear that? Now, mstari wa 10 inaharibu kunipatia haki ya haya maandiko zaidi. Mstari wa 10 nasema, lakini sisi wale enye masikio haijafika na hawajaona, sio sisi, ni wale wanapenda Mungu lakini hawajajazwa roho. Lakini wale wamejazwa roho tunajua. Nikikwambia siku yako ya kesho ni bora kuliko ya leo, usiniulize maswali, ninajua. Nikikwambia Tanzania ni bora ya kesho kuliko ya leo, usiulize maswali, ninajua. That's why Bishop, one of the reason, moja wapo ya sababu una ujasiri kubwa kwa sababu kuna roho. Na roho anakufunulia. Biblia inasema tunajua mambo yote kupitia Roho Mtakatifu. Maana roho anajua mambo yote, hata mafumbo ya Mungu, yale Mungu ameficha, roho anajua. Na huyo roho yuko ndani yangu, huyo roho yuko ndani yako. Yule anajua hata mafumbo, yule anajua vitu zilizofichwa. That's why, thank you. That's why kwa masuala ya inji ya kitaifa, ya mataifa, Kenya, Tanzania, Somalia, any other nation, mtu wa rohoni ana intelligence kuliko ile ya wale wanaitwa intelligent wa inchi. Why? Kwa sababu roho ufunua yaliyo ndani ya akili ya mtu. Intelligence wanajua ile wametafuta. Tunaona ako hivi, simu yake iko hapa, ameongea na fulani, ni kama anafikiria hivi. Hiyo ni intelligent. Lakini roho no, anajua ile iko ndani. Anajua ile iko ndani. Farao anaitana njoni, kuna shida katika taifa. Anaita wachawi na waganga wampatie ufunuo ya kile itafanyika, ama kile wampatie ubashiri ya mambo haya yote. Wakakuja wakatafuta namna hawapati, lakini akaambiwa kuna kijana moja ambaye amejawa roho. Kuna kijana moja amejawa roho, lakini alikuwa kule prison. Ni mtu aliyedharauliwa, ni mtu asiye na jina. Hako wapi? Prison. Hako wapi? Jela. Ako jela, hana jina, hana pesa, hana watu wa kwao kule, hana mtu yeyote, hana elimu, lakini ako na roho.
Mtu mwenye ako gerezani si mtu anayopendwa, ni mtu aliyedharauliwa, kwa sababu ni mtu mkosaji, ni mtu amewekwa kwenye shida. Aende huko afanye mambo ya gereza. Aliwekelewa, alishika mama moja na hakushika, aliwekelewa akaenda huko. Kwa hivyo kuna watu wengi wako prison sio kwa sababu alifanya kitu, aliwekelewa. Na hii inafanyika dunia mzima. Iko Bible all over the world. Sikiza, tofauti ya huyu kijana, alikuwa amejaa roho. Alikuwa amejaa roho. So yule bwana akasema, njoni mlete huyu kijana. Joseph, niko na ndoto. Niambie hiyo ni ndoto gani, na uniambie tafsiri yake ni gani, na tutafanya nini. Joseph akaangalia akasema, karosha kantarida haya parosi katoria hadaya razanto bageta radaya. Akaingia the supernatural, akaingia ulimwengu mwingine yenye watu hawaelewi. Akaambia mfalme, anaishi milele. Ndoto yako ni hii. Na tafsiri yake ni hii. Na suluhisho yake ni hii. Akaambiwa kutoka kwa prison. Hakuna mtu mwingine anasifanya haya. Hatutaki kujua elimu yako, hatutaki kujua kabila lako, hatutaki kujua umetoka nchi gani, lakini kwa sababu uko na suluhisho na umejawa roho, roho ndiye amekupatia mafunuo haya, atakupa jinsi ya kutusaidia katika taifa hili. Salimia watu watatu, waambie kama umejawa roho uko na suluhisho. Kama umejawa roho unaelewa, na maana umejawa roho utapewa na Bwana. Ranso kataya. Ketini, mtu wa pili, mtu anaitwa Daniel. Tuketi. Siku ingine pia mwingine akaota, naye pia ni mfalme. Hii ndoto ya watu wa kawaida hakuna haja ya kusikiza, kwa sababu hawana uwezo yanaoleta. Ninaongea maneno mbaya. Waja niende pande ya raia. Waja niingie hapa kwa raia. Raia watanichunga. Geukia jirani, mwambie ndoto haijalishi ni kubwa kiwango gani. Ukiwa mtu wa rohoni utatafsiri. So Daniel inasema hivi. Na mimi I'm preaching. Mimi nahubiri. Mimi ni kuhubiri na hubiri. Mimi naongea mambo ya maandiko matakatifu. Na Mungu amenipatia ujumbe asubuhi. Sikujiandaa. Sikuwa na mstari. Niliombea kanisa langu kule nyumbani. Mungu akanipatia ujumbe wa miezi mitatu. Sasa akaniambia hiyo ndio nataka uachilie hapa. Sasa mimi natii Bwana, naachilia kile Mungu amenipatia. Mfalme alipoota, Biblia inasema akasumbuka sana, akasumbuka the whole night. Mke wake akamwambia, baba, please usisumbuke. Kuna kijana moja. Kuna kijana moja. Can I speak? Akaambia kuna kijana moja. Huyu kijana roho ya miungu, kwa sababu hawakuwa wameokoka, hawakuwa wanajua anything to do with the Holy Ghost. Wakasema roho ya miungu unakaa ndani yake. Na wakati baba yako alikuwa na shida kama hii, alimsaidia. Wacha tutafute tuone kama tutampata. Huyo kijana kuna kitu iko ndani yake.
ndani ya huyo kijana. Punga mkono kila mtu, sema niko na kitu. Punga mkono yote miwili, sema niko na kitu. Sema kwa sauti kubwa, sema niko na kitu. Kama una uzima, ufufuo na uzima, sema niko na kitu. Sema I have something. Sema niko na kitu. Biblia inasema akaambiwa yuko yu kijana, na akaenda katafutwa, anaitwa Danieli. Akaletwa Daniel, akaambiwa nimeota, niambie ndoto gani na tafsiri gani. Akaambiwa hiyo niko nayo. Hata hakusema kitu kingine, sema du karonti praganta zamoza barazaka dazoli abaze bareketeze. Akaambiwa hey, ulipokuwa unakula mkono ukatokea. Mkono ukatokea kwenye ukuta ambaye imeandikwa mene. Sijui kama ninaongea na mtu hapa kwenye kanisa la ufufuo na uzima. Nimekuja kusema kwa ajili ya Roho Mtakatifu tulio ndani yao, aliye ndani yetu, ushindi tutapata. Ushindi tutashinda. Sababu ya kushinda kwetu, kwa sababu ya Roho tutashinda. Geukia mtu mwambie niko na Roho. Nyosha mikono, sema haleluya. Punga mkono, sema nitashinda. Sema kwa sauti, sema nitashinda. Keti. So alipotoa tafsiri ya Menemen, Tekel na Perez, akaambiwa inamaanisha nini? Akasema ukweli. Hakupita huko, akasema ukweli. So maandiko yapo. Wale mnauliza maswali, go back to the Bible. You'll find the answer in that Bible that you are carrying. Now, Mungu atakupa ushindi dhidi ya vitu 7. Andika zote 7. Nimalizie hapo. Unajua unasema hey, kulikuwa na mhubiri amekuja kutoka Kenya, amehubiri nini? Mzuri, fire. Hauna kitu, no, nataka uwe na kitu. Utasema amehubiri hii, ameanza hivi na akamalizia hivi, ndio ukuwe na kitu ya kuiombea. Sawa? Hey. Number 1. Mungu atakupatia ushindi dhidi ya magonjwa. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikuponyee magonjwa yote. Ninayoondoa magonjwa yote niliyoweka wa Misri. Exodus 15. Anasema magonjwa yote nitakuondolea. 15:29. Magonjwa yote. So kama uko kwa hii nyumba na uko na kansa, uko na kansa ni saratani, uko na ugonjwa wa kisukari ama ugonjwa wa majani, zote na ya chumvi, tutaiunganisha zote, tuiondoe kwa mwili wako. Chumvi inafaa iende jikoni, na sukari na majani tunainywe chai, sio kwa mwili wako. Narudia tena, magonjwa ya sukari na ya majani na chumvi tuyatoe, weka jikoni. Ukitaka chai kunywa. Watanzania mnaniangaliaje? Nimesema ugonjwa wa sukari itoke kwa mwili wako, itoke kwa nyumba yako, itoke kwa watoto wako, itoke mahali ulipo.
Nyosha mikono, sema magonjwa yote toka. Mungu atakupa ushindi dhidi ya magonjwa na maradhi. Ugonjwa sijui ya pressure. Pressure ni ya mguu ya gari na pikipiki. Geuka mtu mwambie pressure, hewa ya mwili, pressure, high blood pressure, iende iingie kwa miguu ya magari, iende kwa miguu ya pikipiki na baiskeli na miguu ya ndege. Haifai kuingia mwili wako. Mwili wako ni hekalu ya Bwana. Nyosha mikono, sema nimepona magonjwa yote. Mwambie jirani yako, magonjwa utayashinda. Hata kama haina madawa, hata kama madaktari wameshinda hawana hata jina. Natangaza kwa hii madhabahu yaliyoinuliwa ya kwamba magonjwa yote ushindi. Ya pili ni dhidi ya umaskini. Umaskini ni pepo na ni adui. Narudia, umaskini ni pepo na ni adui wa maisha ya mwanadamu. Lazima Mungu aachilie neema maishani mwako ya utajiri. Wakorintho wa pili mlango wa 8. Maana mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa tajiri, lakini kwa maskini wenu akafanyika maskini ili muwe tajiri. Salimia mtu, mwambie umaskini sio sehemu yako. Mungu atakupatia njia. Ama hapa mnapenda umaskini? Atu maskini ya bari yako. Heri maskini wa moyo. Biblia haijasema maskini wa magari. Biblia haijasema maskini wa manyumba. Haijasema maskini wa pesa. Imesema maskini wa moyo. Inamaanisha mtu aliye na njaa na kiu ya haki. Huyo ndio Biblia anaongea habari yake. Lakini lazima ubarikiwe na pesa ndio upate kufungua milango zingine. Milango zingine haifunguliwi tu na sura. Kuna watu wana sura mbaya lakini wako na pesa. Watu wenye sura mbaya lakini wako na pesa, wako na hela. Akikuja anaamukiwa, anaambiwa kaa hapa kwa sababu amejaa. Lakini kuna watu wako na urembo kama asubuhi lakini hata sadaka hana. Geukia mtu mwambie urembo bila pesa unapeleka wapi? Salimia mtu mwambie roho ya umaskini ishindwe. Salimia salamu za juu mwambie umaskini ishindwe. Kabla Mungu anibariki bishop, nilikuwa na shida. Niliuliza wadada kadhaa wanikubali wakoe bibi zangu, wakakataa. Moja nilimuuliza, akaangalia kiatu ile nilikuwa nayo, akacheka, akanisalimia, akamwambia ndugu, Mungu akubariki na kuombea mlango ulio wazi. Mimi sio wa kiwango yako. Nikaenda nikaomba, baada ya miezi mingine kadhaa nikarudia nikapata mwingine. Huyu akaniangalia, akatoka machozi, akaanza kunena kwa ndimi, bazalia baraya, Mungu fungua huyu ndugu macho, umuonyeshe bibi yake sio mimi. Na mimi nilikuwa nafikiria ananiombea kwa sababu Mungu amejibu maombi yake, kumbe bado hajajibiwa. Mwingine nilipomwambia hata hakunipa nimaliza, akaniambia na akaenda zake. Maana hakuna kitu mbaya bishop kama mtu mweusi maskini. Afadhali mtu mweupe, weupe unafunika shida kidogo. Lakini mtu maskini mweusi akicheka unamwambia pole brother, shida iko wapi? Unamwambia mbona unalia? Hakuna kitu mbaya kama mtu mweusi maskini. Wale tuko hapa weusi, amini Mungu kuwa na pesa. Angalia jirani yako, angalia kama ako mweusi, mwambie ndugu, amini Mungu akupe pesa.
Punga mkono, sema umaskini itaniacha, itawacha watoto wangu, itawacha nyumba yangu, itawacha ukoo wangu. Hiyo madhabahu ya giza yanaosababisha umaskini na kupoteza pesa na kunifungia milango, sema leo inavunjika. Amen. Number 3, Mungu atakupa ushindi. Fidi wanao kukudharau. Na jinsi Mungu atakupatia ushindi, atakuinua wakiwa bado hawajakufa. Mungu atawaweka hai, anakuinua. Yeyote anakuchukia, Mungu atakupa ushindi juu yao. Wale wakikuona wanatema mate, hivi karibuni wakikuona wanameza mate. Sipendi amina yako, nimesema wale wakikuona wanatema mate, hivi karibuni watakuona wanameza mate. Wale wanafuta namba zao kwa simu yao kwa sababu hawataki kuona namba yako, hivi karibuni watatafuta watu waambie, tafadhali nipe namba yangu Anjima, nilikuwa nayo ikapotea. Wacha nitabirie watu 140 kuanzia saa hii mpaka mwezi wa 9 tarehe 10. Nimesema 140 people. Keti, huyuko tayari? Ni kama huyuko keti. You are not ready for my prophecy. Hauyuko tayari kwa unabii yangu. Keti. Wale wako tayari nitasikia tu kwa roho. Ketini kwanza, ketini. Hamuyuko tayari? Wacha nipite hiyo. Wacha niongee kitu kingine. Madhabahu wale ambayo ninaongea habari yao, huwezi kupokea. No. Unaamka kama simba. Bishop alisema the more unachokoza simba, the more anainuka. Ndio unajua yeye ni nani. Sikiza. Natabiria watu 140 kabla ya mwezi wa 9 tarehe 10. Jina yako itaenea kila mahali. Jina itakutangulia kabla haujafika. Kama huyo ni wewe, ruka, sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Ninakutabiria, waliosema hautafanikiwa watashuhudia. Waliosema hautafanya harusi watahudhuria ndoa yako. Waliosema hautapata watoto wataona ukinyonyesha. Waliosema hautaenda mataifa watakuona kwenye uwanja ya ndege. Hey! Mungu atasababisha wanayokudharau wakuheshimu. Waliosema hautakuwa kitu, Mungu atakufanya kitu. Wewe hautakufa na wewe na hao hawatakufa. Wataona Mungu wako akikuinua. Ndugu, unaitwa nani? Kuja hapa. Unaitwa nani? Sikiza. Hii ni majira yako. Hii ni majira yako. Majira ndio season, right? This is your season. Hii ni majira yako. Sababu Mungu amebadilisha majira yako iwe ni hii, kwa sababu umepigana kwa muda mrefu. Kuna mahali unapaswa kuwa, kuna mahali unafaa uwe umefika, lakini kumekuwa na vita kubwa ya kiroho usifike hapo. Sasa kwa sababu ya kumpenda Mungu na kupenda huyu baba, majira yako imegeuzwa.
Nasema majira yako imebadilishwa. Nyosheni mikono hapa. Nyosheni mikono hapa. Utakuwa ushuhuda kwa hii kanisa. Wewe ni mshirika hapa Wewe ni member hapa. You are the member in this church. Utakuwa mshuhuda hapa. Mambo yako yanabadilika. Amka, enda kwa kiti yako. Go to your seat. Muda haituruhusu. Lakini mnisikize. Mnisikize ndugu zangu wa Tanzania. Kuna Mungu anayeheshimisha watu. Kama umesahau yote niliyosema, kumbuka maneno haya. Waliosema hautawahi kuwa kitu, Mungu atawaweka na Mungu atakuweka. Watashuhudia. Inua mikono juu kabisa. Anza kumshukuru Mungu. Unapoinua mikono hivyo, ninapokwenda kuomba, mambo makubwa yataanza kutendeka. Nguvu za Mungu zitashuka mahali umesimama. Hakuna mtu atakuguza, Mungu atakuguza mwenyewe. Neema ya Bwana itakuguza mwenyewe. Wale mlio hapa na wale mlio mbali, wale wenye mko YouTube, Facebook, kwenye televisheni na radio, wote mahali ulipo, the distance is never a barrier. The power of God itakuguza mpaka mahali ulipo. Sasa ninapoongea hivyo, uso yako inaandikwa. Kuna malaika anatembea akiandika uso wako ushindi, ushindi, ushindi. Nyosheni mikono. Wanaanza kuandikwa kutoka hapa mahali umesimama mpaka kule nyuma. Ndio hiyo majina imeanza kuandikwa. Baba, nakushukuru kwa kunituma hapa Tanzania, kwenye mlima huu wako, nyumba yako yenye neema, mahali umepainua ili uinue wanadamu na ili uiponye Tanzania. Na hivyo Bwana, nakushukuru kwa sababu kwa neema na mafuta uliyenipatia, nakushukuru sana. Na sasa ninaomba kwa unyenyekevu, sasa hivi weka alama wa ndugu, weka alama wa dada katika nyumba hii, alama ya ushindi, alama ya ushindi. Ndio hiyo. Natuma malaika mahali umesimama, waanze kuandika alama ya ushindi, alama ya ushindi, alama ya ushindi. Ndio hiyo. Ndio hao. Asa sikaeni macho. Ndio hao. Wanaguzwa, wanawekwa alama. Shantarabozaka razaka tatatata rekaporamikatelia zagada 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 poria bazaka zeketea 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 zeketea. Kila mahali mpaka kule nyuma watu wanaandikwa ushindi kwenye uso, ushindi kwenye uso, ushindi kwenye uso. Kila mahali utaingia imeandikwa ushindi. Victory, victory in your place of work, victory in your family, victory in your profession, victory everywhere you go, victory, victory, victory. Ushindi kila mahali, ushindi kila mahali imeandikwa. Ushindi imeandikwa kila mahali. Ushindi imeandikwa kila mahali. Rakatata pase zekapakata rabasa zeketetetetete parosia 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 parosia. Thank you my Father. Nyosha mikono juu, juu kabisa. Thank you. Juu kabisa. Juu kabisa. Uvimbe inaondoka. Kuna watu uvimbe kwenye mwili wako inaondoka. Pressure inaondolewa. Machungu kwenye mwili wako inaondoka. Na nguvu za giza zinavunjika. Wachawi waliofunga maisha yako, waliofunga mikono yako,
Usishike hela. Waliofunga akili yako, waliofunga miguu yako usiende mataifa, hey, nawapiga, ninawakemea kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Zabakata razeket, kwa damu ya Yesu. Lord, I thank you. Thank you, precious Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Asante Bwana Yesu. Brother, come. Can I pray for you? Simama tu hapa. Simama tu hapa. Let me tell you what God is putting in my heart. Prepare your heart. Not your mind. Prepare your heart. Panga roho yako, tengeneza roho yako. Jiandae. Siku zinazokuja, enye sio mbali kutoka leo, maisha yako ya huduma inabadilika. Ina change. Uko tayari Mungu akutumie? Uko tayari Mungu akutumie? Nasikia kuna mafuta hapa. Kuna watu Mungu anawapaka mafuta. Yale maneno mtumishi wa Mungu alizungumza na akaita wale wahubiri kuombea, Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu Mungu aliwaleta hapa leo awapake mafuta mabichi. Simameni hapa mbele, inueni mikono juu. Kuna mafuta mabichi inaenda kuachiliwa saa hii. Just run. The ministers, the people who need this oil, wale wanahitaji hii mafuta. Kuna mafuta mabichi enye Mungu anaachilia kwa hii madhabahu. Jesus. Waimbaji niweni mikono juu. Mafuta mabichi. Kaini tayari kwa sababu mafuta inashuka kila mahali kwa huduma. Wote wanaohudumu. Wote wanaohudumu, hata wale wako pamoja na maaskofu hapa. Kuna mafuta inaachiliwa kwa hii madhabahu. Bishop, inua mikono yako juu kwa sababu unapoinua mikono hiyo Mungu anaiachilia mafuta kwa hao watoto wako. Thank you. Thank you, Jesus. Just raise your hand. Just raise your hands. Raise your hands. Something great is happening right now. Shalakatorabasakata. Mafuta inaachiliwa. Mafuta inamwagwa. Inamiminwa kwa watu hapa. Wengine mutafufua wafu. Wengine mutasababisha wachawi ukifika kwa mji wanaokoka kabla ufike. Maana moto wa Mungu itakuwa juu yako. Shalabakora bashandara baganda. Shakapora basaya. Wengine sauti yako itatokea kama sauti ya baragumu. Itatokea kama sauti ya moto. Sauti yako itapiga maredio, itapiga matelevisheni, itatokea kama moto. Zaga 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 zaga. Lipo zaketa ramazakadaya. Paraza la basogadia. Ndio hiyo mafuta. Hey, ndio hiyo mafuta. Pokeeni sasa. Mujazwe roho upya. Musafishwe. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Receive the oil. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the power. Receive the oil of the Spirit. Pokea mafuta. 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 Receive the oil. Receive the oil. Power. 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 Mpaka kule nyuma. Pokea. Kule katikati. Pokea. Pokea. Ndio hiyo. Receive the oil. Receive the anointing. Receive the Holy Ghost. Receive the prayer.
Yes. 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 Receive the power. Be refreshed. 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 Ujazwe nguvu tena ya kuhubiri Injili, ya kuongea habari za Yesu, ya kuinua madhabahu masafi. Pokea nguvu. Rasakapa, shakapa, shakapa, shakapa. Yesheni mikono hapa juu kabisa. In the name of Jesus Christ. Juu kabisa, juu kabisa, juu kabisa. Wanakwaya kaini tayari. Jesus, I feel the anointing. I feel the oil. Get ready, get ready. Kaini tayari. Yes. Wahuduma inua mikono juu kila mahali, kila kutatokea nguvu za Mungu kutoka hapa mpaka kule nyuma. Kila mahali. Hey. 1, moja, 2, 3, 4, 5. Yes. Yes. 6. Ndio hiyo. 7. Power. 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 Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Shibalisha maisha yako. Shibalisha huduma yako. Shibalisha kazi yako. Leo, leo, leo. Shibalisha hali yako. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Pokea. Pokea. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Mutahudumu na mafuta. Mutahudumu na neema. Mutahudumu na nguvu. Receive the oil. Receive the oil. Receive the power. Hey! Receive it now. Shakatada, Shegaba, 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 Yekataya, Shala, Rakata, Shagada, Ye, Paro, Paro. Thank you, Jesus. Raise your hands. Yes, I'm going to do. Maisha yako haitabaki kawaida tena. Jesus. Jesus. Nakemea roho ya mauti. Nakemea roho ya mauti. Yule anayeandamwa na roho ya mauti, toka! Ondoka, muachie. Achia huyu mtoto, achia huyo mama. Achia! In the name of Yeshua. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. Thank you. Simameni watumishi.
Simameni watumishi wa Bwana. Stand up on your feet. Stand up on your feet. Mungu tayari kupeleka ufufio kila mahali. Mungu tayari kuyakisha moto Tanzania. Muniangalie, Mungu tayari kuyakisha moto Tanzania yenye haijawahi waka. Sasa munisikize vizuri. Munisikize. Baba huyu Mungu amempaka mafuta. Sasa Mungu amempatia kiwango nyingine. Mungu amempatia another responsibility. Sasa ile alikuwa anafanya ya kutembea kifufua watu, akifanya crusade stadium bila kuongea kitu kingine, Mungu ananiambia nikuambie, watoto wake wote wale walio hapa, wale mnaamini kwa mafuta yake, wale mnaamini kwa huyu baba, kwa neno lake, kwa maneno yanayotoka kinywani mwake, Mungu atakupaka mafuta enye tayari yameachilia hapo kwako. Na kila mahali utakuwa unaingia, watu wanatubu kabla haujaongea. Preach to the nations of the world. Go and bless the nations. Thank you, Holy Spirit. Thank you, precious Jesus. Nguvu za Mungu ziko kila mahali. Watu wanapona huko. Kuna watu wamepona kule nyuma, kule katikati, kila sehemu. Waimbaji wale Mungu hapa. Uimbaji wenu Mungu ananiambia niwaambie kiwango nyingine ni ya juu. Kiwango nyingine ni this is another level. God, the man of God has did a very prophetic things today, calling his sons and daughters to bless them. Hiyo kitu sio ya kawaida. Sio kitu tu amefanya kwa sababu ni ibada tu ya Jumapili. Kuna mando. What's the name of the mando in Swahili? Mando. Mando. Vasi ama joho. Right? Kama ile vasi ya Elijah. Inaitwa mando enye iko na mafuta. Kuna mando limeachiliwa leo. Nasema kuna mando limeachiliwa leo. Kuna watu leo wamepata mando ya utumishi. Kwa hii kanisa, wengine utatoka hapo utafanya uinjilisti. Ibada hizi haitatoshea hii nyumba na haitatoshea nje. Kwa sababu hiyo neema ya kuleta nafsi kwa Yesu imeachiliwa kwa hii nyumba tena. Imeachiliwa kwa maisha yako. Wiki hii utafanya uinjilisti kama mtu kichaa. Utalete watu kanisani watakao kwa hiyo kiti yako. Wewe utasimama. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka muhuri ya ushindi. Ingia mfuko yako, toa sadaka kiunabii. Ingia mfuko yako, toa sadaka, weka hapa kwa madhabahu. Leta sadaka, shika tu mbegu ya imani ya kufuatilia maneno haya by faith. Drop it here kwa madhabahu. Wale wanaendelea kuhudumiwa na Bwana msiwaguze, waendelee tu. Mwache hao. Drop it here. Just drop it. Just drop it. Hapa kwa madhabahu. Mahali nipo. Njoo tu. Weka kwa madhabahu. Thank you, Holy Spirit. Shalabasakatarabosia. Shente rabahadoshi.